Shangilia tena Bwana Yesu. Hebu sema harufu. 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 Harufu ni nini? Harufu unaweza ukasema ni pia ni manukato, au unaweza ukasema ni aina ya kibali fulani. Kibali ni harufu, manukato, lakini pia ni aina ya kibali. Ni aina ya kibali. Kwa hiyo ina definition au ina maana kadhaa kwa ajili mtu au kwa vile mtu anavyochukulia. Lakini ni harufu hivyo hivyo. Kama vile unaweza ukanusa kitu. Unapita unakuta paka kafa, unasikia harufu ya kitu kilichooza. Au manukato fulani. Anapita mtu ananukia. Lakini pia inaweza ikawa kama kibali. Yes. Kwa hiyo harufu hii huweza kukaa kwa mtu. Na pia kuna aina mbili tu za harufu. Kuna harufu nzuri, lakini kuna harufu mbaya. Harufu nzuri, harufu mbaya. Kama ilivyo manukato mazuri, lakini manukato mabaya. Na kuna, kwa hiyo harufu hii huweza kukaa kwa mtu, au manukato haya huweza kukaa kwa mtu. Lakini juzi nikawa nimegusia kwa habari ya harufu ambayo inaweza kukaa kwa mtu, lakini hiyo harufu ikawa imeletwa, hii ni harufu mbaya sasa au nzuri, ikawa imeletwa na tabia ya mtu binafsi. Yaani harufu inaweza kukaa kwa mtu, lakini hii harufu nzuri au harufu mbaya ikawa imesababishwa na tabia yako mwenyewe. Kwamba tabia ya mtu hutoa harufu. Tabia ya mwenye kiburi hutoa harufu chafu. Tabia ya mwenye majivuno hutoa harufu chafu. Tabia ya mjuaji hutoa harufu chafu. Tabia ya mnyenyekevu hutoa harufu nzuri. Tabia ya msikivu hutoa harufu nzuri. Tabia ya mtu mwema hutoa harufu nzuri. Kwa hiyo tabia ya mtu huweza kusababisha harufu gani huyo mtu anukie. Kwa hiyo watu wengi leo wanapigwa na harufu mbaya, lakini hazijatoka kwa shetani, hazijatoka kuzimu, hazijatoka kwa Mungu, hazijatoka kwa watu, zimetoka kwao wenyewe kulingana na tabia zao wao wenyewe. Yaani wao ndo wamesababisha harufu hizo zikakaa kwao. Kwa hiyo kuna watu leo wananuka vibaya, lakini ni tabia yake tu ya uasherati. Anasema mbona unanukaje? Mbona watu hawanitaki? Ni mwasherati, ni msinzi. Kwa hiyo ananuka. Yaani akitokea ananuka tu harufu ya uasherati na usinzi. Lakini anasababisha watu wanamuogopa, marafiki wazuri wanamkimbia, marafiki wa hatima wanamkimbia, maana wanahisi atawachukulia mme, lakini atawachukulia mchumba, lakini atawachukulia watoto wao baraka, wachumba, kwa hiyo kila mtu anamkimbia na roho ya kukataliwa. Lakini wanakuogopa, hata marafiki zako wa kiume wanaogopa utawachukulia mke wao, lakini wengine wanaogopa utawachukulia mume wao. Kwa hiyo hakuna mtu anayetaka kukaa karibu na wewe. Kwa sababu gani? Una harufu mbaya ya uasherati na uzinzi. Wewe ni malaya, wewe ni kahaba. Kwa hiyo unanuka kwa tabia yako. Lakini una tabia ya kiburi, lakini una tabia ya majivuno. Wewe ni mwenye kiburi, hutaki kuambiwa chochote. Hata ambaye anakuja kukusaidia unamletea kiburi. Yaani mtu tu anakuambia nitakupa kazi, nitakupa hela, nitakupa hichi, tayari umeshamwambia hata usiponipa. Imepita tu mwezi, unanipa unipi? Sema unanipa unipi? Mimi maskini jeuri, hata usiponipa, hata usiponisapoti naenda tu. Usinitishie, pesa ni zako. Na hapo alikuwa tu anakupima akuangalie. Lakini uliniahidi kwamba hizi hela utanipa zote. Sasa unaniambiaje unanikopesha? Wewe si uliniambia utanipa yote. Kumbe anakukopesha. Matajiri wako hivi, anaweza akakukopesha
akajifanya kwamba anakukopesha, akakupa hata milioni, milioni 5, milioni 10, lakini kwa sababu anajua wewe ni mchafuzi wa pesa, wewe hauna matukupesha saidiwa mtaji mara nyingi, kwa hiyo anakwambia hivi, nachukua utanirudishia, ili tu akuangalie kwamba utafanya kazi. Kwa anakwambia utakuwa kila wakati unakuwa unanionyesha hesabu, lakini utanirudishia. Kwa hiyo anaenda na wewe the way anavyokuona unakuwa mwaminifu, basi anakupa yote. Sasa unasema wewe uliniambia unanipa, mbona hunipi yote? Sasa si unipe yote tu, una hela nyingi sana, haihusu. Kwa sababu ya harufu yako, tabia yako mbaya ya kutokujua kunyenyekea kwa tajiri, kunyenyekea kwa helpers, destiny helper, kunyenyekea kwa yule anayekusaidia. Lazima umnyenyekee. Usiseme ni Mungu, ndio amekuwa Mungu kwako, wewe lazima uwe tu mdogo. Si unataka msaada? Kwa hiyo lazima uwe mdogo. Wanyenyekeeni, watiini waliowazidi, ni Biblia. Kasha kuzidi, mnyenyekee. Kwa hiyo lazima umnyenyekee. Sasa badala ya kumnyenyekea, tabia yako ya kukosa unyenyekevu, wewe unataka uwe beberu tu kila mahali, utingishe beberu ndevu. Nyenyekea upate hela. Wengine unapita hapa na unakuta mtu kaka amekaa tu anakuangalia kama msukuli, hawezi hata kusimama kuonyesha heshima, anakuangalia tu kama msukuli, alafu anasubiri uje uzitoe pepo zake. Umeingia kwenye nyumba ya watu mwanamke, unavuruga watu wote. Yaani umeingia kwenye boma la watu. Unatoa maneno huku unapeleka huku, kwa baba mkubwa, kwa baba mdogo, kwa mjomba, kwa boma lote. Yaani umeingia umekuta watu wanaelewana, kuingia wewe amani imeisha. Ukitoa maneno huku unapeleka huku, umekuta wake wengine wanaelewana, umekuta wanaume wenzako huko wanaelewana, mashemeji, wao umeingia na ujuaji wako. Umekuta boma la watu limekaa limetulia, watu wako vizuri tangu umeolewa. Tumia hekima ya kuwarekebisha. Nawaambia mabinti mnaoolewa kesho na kesho kutwa, usiende ukawa kivuruga amani. Sasa wewe unachokanisha, leta vurugu, snitch. Yaani wameshakujua ni snitch, kwa hiyo wanakuchukia. Tabia yako ya wakubwa huna discipline, ya wadogo huna discipline. Yaani wewe ni rough kila mahali, rough. Afu unasema wanipende, jamani hawana nichukia, mimi sijui na nini, walimu wangu wanipende. Huna discipline. Walimu umeshawatungia majina yote, mwalimu Kifagio, mwalimu Macho Makubwa, mwalimu Kapurwekenge. Akitokea kule tu, ndio maana hata wasionipenda inabidi tu wanitii. Ndio Mungu kashanichagua. Yaani ndio nimeshachaguliwa. Yaani wewe unipendi, sijui unasema wewe mama yenu, sijui sura kama konokono, sijui kobe. Mungu ndo kashanifanyaje? Wewe shusha mabega usaidiwe. Piga makofi kwa Yesu. Kwa hiyo unachukiwa kwa sababu una tabia. Ndio maana kama unataka uwe pia preacher mzuri baadaye, uwe mtumishi mzuri baadaye, hakikisha unaishi hicho unachokifundisha. Huwezi kufundisha out ya wewe ulivyo. Kwa hiyo huwezi kupata mafundisho kama hauishi hicho kitu. Unawafundisha watu kinachotoka ndani yako. Piga makofi kwa Yesu. Simama juu. Sema ee Bwana Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Sema ee Bwana Yesu. Kila harufu mbaya, kila harufu mbaya ninayonuka kutokana na tabia zangu, kutokana na kutokutoa sadaka kikamilifu. Kila harufu mbaya ninanuka mavi, maana pia sadaka zangu ni kama mavi mbele zako. Enda kama ninatoa, ninalalamika. Bwana Yesu, leo ninatubu, ninaomba unisamehe. Kuanzia leo ninafunga ukurasa huo. Inamisha kichwa chini, mwambie Baba nisamehe. Ninatoa kwa manung'uniko, ninatoa kwa mashindano, ninatoa kweli, lakini sijafika viwango. Sadaka zangu zimekuwa kama mavi mbele zako. Ninatoa kweli, lakini natoa ili wanione, natoa ili nisifiwe, natoa kwa mashindano. Baba nisamehe, nisamehe Baba yangu. Sadaka zangu zimekuwa kama mavi, zimekuwa kama mavi mbele zako, zimekuwa kama mavi mbele zako. Nisamehe Bwana, nisamehe Bwana, nirehemu Bwana,
Omba toba. Mwambie nisamehe. Hata wakati mwingine unanisemesha sisikii. Wakati mwingine unanisemesha sikusikilizi. Wakati mwingine unaniongelesha ninakataa. Nisamehe Bwana. Nirehemu Yesu. Nisamehe Yesu. Tabia ya uovu, nikaondoe kila tabia yoyote ile ya uasherati, tabia yoyote ile ya uzinzi ambayo inayoleta harufu mbaya kwenye maisha yangu, inayoleta harufu mbaya kwenye maisha yangu, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Leo ninaiondoa tabia yoyote ile ya masengenyo kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, kwa ajili ya kuwasema wengine. Tabia za unafiki naziondoa, tabia ya kiburi naiondoa kwa mamlaka ya damu ya Yesu Kristo wa Nazareti. Inapita na hiyo damu ya Yesu, inaiachilia hiyo damu ya Yesu ikapite ndani yangu, jioni ya leo, ikaondoe kila tabia yoyote mbaya inayoleta harufu mbaya kwenye maisha yangu. Hiyo tabia yoyote, tabia ya kurisi, tabia kutoka kwenye kabila langu, tabia nilipozaliwa, iliyoirisi kwa wazazi, iliyoirisi mahali popote, iliyozaliwa ndani yangu mwenyewe, kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti, ninaiondoa kwa mamlaka ya damu ya Yesu. Imenisababishia harufu mbaya kwenye maisha yangu, kwa damu ya Yesu Kristo. Leo ninaiondoa, ninakuondoa ndani yangu, ninakutoa ndani yangu. Ewe tabia mbaya, ninakutoa ndani yangu. Tabia ya kiburi, tabia ya majivuno na majigambo, kwa damu ya Yesu Kristo wa Nazareti, ninaiondoa kwenye maisha yangu, ninaiondoa inayonisababishia harufu mbaya, inayonisababishia harufu ya kukosa kibali, ya kukosa neema, ya kutokwenda mahali popote pale, kwa damu ya Yesu Kristo. Hiyo tabia niliyotembea nayo kwa muda mrefu, leo ninaiondoa iliyonisababishia harufu mbaya kwenye maisha yangu, ninaiondoa kwa mamlaka ya damu ya Yesu, ninakuondoa kwenye moyo wangu, ninakuondoa kwenye nafsi yangu, ninakuondoa kwenye roho yangu, ninakuondoa. Ewe tabia, ninakuondoa wivu. Sema na mtoto huyu mzuri ambaye utampa kibali cha kuhudumiwa Jumapili. Asante kwa ajili ya neema yako ya kumhudumia. Kibali chako kiende naye. Mlinde, mtunze, mpe mbegu, mpe neema ya kuhudhuria. Chochote kisimzuie kuja kufunguliwa. Kiondoe na kukisambaratisha kabisa. Wachawi waharibiwe na kusambaratishwa. Chochote kisimzuie aje kufunguliwe Bwana. Anukie tena katika maisha yake. Mwaka huu ni wa neema juu ya neema. Mpe neema ya kunukia. Ondoa chochote ni makwazo, ni lolote lisimzuie kuja kufunguliwa. Wiki ni ya kwake ya kunukia. Anukia harufu nzuri katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Amen.